kula tunakula, lakini mamangu anaumwa na yote imesababishwa kwa ajili ya babangu. Okay, baba alifanya nini? Ama tatizo yote baba ndo ameanzisha kwa ajili, alikuwa anampiga sana mamangu maeneo ya kichwani. Mamangu sasa hivi tunatakiwa tungekuwa watatu. Mamangu alimpiga mamangu mpaka mtoto akafia tumboni. Pole sana. Pole sana. Ndio naomba Watanzania wamsaidie mama wangu angalau wamtiu. Alikuwa anatoka na damu puani na mdomoni, hadi alishiwa na nguvu andala hapo kwenye kochi. Hiyo kitu mimi inaniuma sana. Singekuwa bangu anampigia mwangu, sasa hivi mwangu angekuwa mzima kaka. Babangu tu alikuwa anapenda akitoka kazini kakasirishwa huko, anakuja mamangu akimuuliza maswali anampiga. Mpaka wakabidi sasa watengane. Sasa ametengana, sasa hadi matatizo kipindi hiyo walikuwa wako pamoja. Alivyoachana alikuwa ametulia. Sasa hivi ndo yamerudi ama tatizo. Sasa hivi anatoka na damu puani na mdomoni. Au majirani ni mashahidi, kuna siku ametokwa na damu hapo nje. Hapo majirani kabidi msaidie kumuingiza ndani, mwana alikuwa ameishiwa na nguvu kabisa, amekaa chini. Majirani hapo hivi ni mashahidi. Kuna siku mnakosa hadi hela ya kula pa nyumbani? Hapana, tujailala njaa. Mamangu anapambana kweli, hatujailala njaa hata siku moja. Sitaondoka tena, lakini ile nilivyoondoka ilikuwa sio kwa nia mbaya, kwa ajili ya kupata hela kwa ajili ya mamangu mzazi. Sasa angeenda kufanya kazi, anaweza angekutana jambo lolote. Video clip hapo unamuona mtoto ambaye alifanya hali ya sintofahamu siku 4 zilizopita, na ilisemekana kwamba huyu mtoto amekimbia nyumbani, yaani ameondoka nyumbani kwa mama yake na kwenda kujitafutia maisha yeye mwenyewe, na uthibitisho huo ni kwamba ametoa barua, ameacha barua ya maelezo. Ana umri wa miaka 13, lakini yuko kwenye anasoma sijui kidato cha ngapi. Sijafuatilia zaidi kama anasoma kidato cha ngapi na nini na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo issue ilikuwa hivyo, mama yake akafuatwa na kituo cha Millard Ayo na akazungumza ukweli kwamba mwanangu alikuwa anaishi naye vizuri na vitu vingine kama hivyo. Lakini kilichokuja kutokea baada ya mtoto kupatikana, maana mtoto amepatikana na hakuchukua raundi, kwa sababu video kama unavyojua nguvu ya media ya Millard Ayo kubwa. Kwa hiyo watu wengi wakawa wanafahamu na wana clip zile. Kwa hiyo akapatikana tu chapo, karudishwa nyumbani. Alichokizungumza ndio hicho, ina maana mzee wake pia alichangia kumtia depression, kwamba alikuwa anampiga mama yake mpaka mdogo wake akatoka. Yani tulipaswa kuwa wawili. Yani I feel like ni kitu ambacho kinaweza kikamliza mtu yote ambaye anaangalia video hii, the way mtoto huyu anavyolalamika, anavyolia na vitu vingine, inaonekana na maumivu makali sana. Lakini hii itupe funzo kwamba familia zinapitia mambo mengi, watoto wana mengi mno moyoni ambayo wanakutana nayo, na jamani nataka kulia tena. Wana mengi mno moyoni ambayo wanatamani kuyasema au yachukuliwe hatua au yarekebishwe, lakini they don't get a platform ya kusema, au wanaona kabisa hali ya nyumbani hairuhusu mimi kusema kwamba kitu fulani kirekebishwe, au nikisema hichi kinaniumiza nitazidi kuumiza watu wengine and all that. Kwa hiyo saikolojia za watoto zinaenda kuharibika since mtoto yuko mdogo na kama hivyo. So ni mtoto mdogo tu, lakini ni mtu ambaye ameonyesha kidogo ana ujasiri na anamjali mama yake, kwa sababu alikuwa anaumwa na vitu vingine kama hivyo.
Hii ni Sponsor TV, naomba unisupport kwa kusubscribe, lakini pia ulike, kushare video hii ili watu wengine nao waweze kunisupport. Karibu sana.